Ndugu mgeni rasmi, ninapenda sana kumshukuru Mungu ambaye ni mwingi wa rehema kwamba siku ya leo tena tuko mahali hapa kwa ajili ya kusherehekea mahafali ya wahitimu wetu wa mwaka wa pili. Pia napenda kuchukua nafasi hii kukushukuru sana kwa kukubali wito wa kufika hapa kushiriki nasi katika sherehe za mahafali ya kutunuku vyeti kwa wahitimu wetu. Ndugu mgeni rasmi, mafunzo ya VETA huendeshwa kwa mfumo wa ufundi mahiri, yani competent based training, ambao unalenga na kuzingatia ujuzi unaoendana na soko la ajira. Ninajua umekuwa ukipita na hata leo umepita katika karakana, umeona jinsi ambavyo vijana wetu wanatoa maelezo, lakini pia wanaonyesha ujuzi na ufundi walioupata kwa vitendo. Kwa hiyo ndio sababu tunasema competent based training. Aidha, muundo mzima wa mafunzo huu unampa pia mwanafunzi mazoezi mengi ya vitendo na pia elimu ya nadharia na sambamba na mafunzo viwandani. Wanapokuwa wako katika miaka yao miwili, kuna wakati wanaenda viwandani kufanya mafunzo ya vitendo. Ndugu mgeni rasmi, kwa sasa chuo kina jumla ya wanafunzi 405 ambao ni ngazi ya kwanza 132, ngazi ya pili 222, ambao hawa nao maliza leo wako 202, lakini tunao wafani ya uhazili na kompyuta wao wanasoma miaka 2.5, wanaendelea, watamaliza mwakani. Chuo chetu kinatoa pia mafunzo ya wanagenzi pacha, yaani DATS, Dual Apprenticeship Training System, katika fani 6. Kuanzia mwaka jana tulipata bahati ya kupata mafunzo haya ambayo nitaelezea hapa kidogo, katika fani hizo 6 ambazo ni usaidizi wa maabara, majokofu na viyoyozi, umeme wa majumbani, ufundi magari, umeme wa magari, uchomeleaji na uungaji vyuma. Katika fani hizo mafunzo yanatolewa kwa muda wa miaka 3. Wazazi, naomba mnisikilize vizuri hapa, tuje tukaelewana kidogo ninapozungumza kuhusu haya mafunzo ya wanagenzi pacha. Mafunzo haya yanatolewa kwa muda wa miaka 3, ambapo mafunzo ya darasani kwa muda wote wa miaka 3 ni wiki 60, sawa na mwaka 1 na mwezi 1, na mafunzo ya viwandani ni wiki 96, sawa na mwaka 1 na miezi 9. Jumla hiyo ndio inafanya miaka 3. Kwa hiyo kwa mwaka mmoja ambao una wiki 52, mwanafunzi wiki 32 anakuwa kiwandani, wiki 20 ndio tunakuwa naye hapa, na tunakuwa tumeingia mkataba wa mzazi, kiwanda na chuo, kwa maana kwamba mwanafunzi yule tunakuwa naye sisi katika kipindi hicho cha wiki 20 kwa mwaka mmoja, na wiki 32 anakuwa katika kiwanda ambacho anafanya mazoezi. Rasmi waliopo mbele yako ni jumla ya wanachuo 202 wako pale, tumewaona. Jamani, wahitimu oye! Mmepoa. Wahitimu oye! Wako 202 kama tulivyosema, na fani zao 9. Baadaye wakati tunawapa vyeti tutawaona vizuri hapa mbele. Ninaomba tu niseme kwamba wanaume ni 157 na wanawake ni 45. Ndugu mgeni rasmi, wahitimu hao wamesoma kwa umahiri fani hizo ambazo tumezitaja kwa nadharia na vitendo, na pia kupata mafunzo viwandani kwa miezi 2 hadi 3, na sisi tumeweza kuwafuatilia kwa ukaribu kupitia wataalamu wetu na kupata mrejesho wa hayo mafunzo. Labda niseme tu kidogo kwamba wanapokuwa kwenye mafunzo ya viwandani kwa miezi hiyo 3, huwa tunakuwa na mawasiliano ya walimu kuwatembelea wanafunzi kwenye kila kiwanda, na wanapofika kule wanawaona wale ambao ni wasimamizi wa viwanda ambao walikuwa wanawasimamia wanafunzi wetu. Lakini zaidi ya yote huwa kuna kitabu
ambacho kinatumika mwanafunzi anapoenda kiwandani. Kila siku anaripoti kujaza maendeleo ya yale mafunzo ya viwandani. Kwa hiyo kitabu kile kinajazwa vizuri, kikisainiwa na yule msimamizi wa kiwandani, lakini pia na mwalimu mhusika ambaye anaenda kutembelea yule mwanafunzi. Lazima akague, ajue, je, mwanafunzi yule alikuwa anahudhuria vizuri kwenye mafunzo viwandani? Na pia, je, mwanafunzi huyo ameendelea kwa namna gani katika hayo mafunzo? Kwa hiyo mafunzo viwandani sio kwamba ni jambo rahisi tu kama watu wanavyofikiri, lakini ni jambo ambalo lina usimamizi na ufuatiliaji wa karibu wa walimu ambao wanawasimamia wanafunzi wetu. Kwa hiyo ninatamani kusema kwamba wanafunzi wetu hawa wanaomaliza ni wanafunzi ambao wameiva, wako mahiri, na tumeona tulipokuwa tunapita huko kwenye karakana wanafanya vitu vinavyoonekana. Ushauri mkubwa uliotolewa na tumeupokea sana, ndugu mgeni rasmi, kwamba sisi tutafanyia kazi yale ambayo tumeyaonesha kule yawe uhalisia katika maeneo halisi, ili siku nyingine utakapokuja utakuta tumefanya yale maelekezo uliyotupa. Ndugu mgeni rasmi, napenda pia kuchukua nafasi hii kukueleza kuwa chuo chetu kinajivunia ushirikiano mzuri baina ya VETA Pwani na taasisi na asasi mbalimbali. Tunao majirani zetu wengi ambao tunashirikiana nao, mameneja wa taasisi mbalimbali, wengine wako hapa mmewaona, na majirani zetu. Kwa hiyo tunafurahia sana kwamba tunapokuwa katika chuo cha Pwani, lakini pia tuna ushirikiano na kuonyesha kwamba sisi kwa pamoja tunaendeleza huu ufundi stadi na huu ujuzi kwa vijana wetu, lakini pia tukishirikiana na taasisi na asasi mbalimbali. Ndugu mgeni rasmi, napenda kutumia nafasi hii kuziomba pia asasi zisizo za kiserikali na wadau mbalimbali kuendelea kufadhili vijana walio katika mazingira magumu kwa kutambua mahitaji yao na kuwaleta chuo cha VETA ili kupata ujuzi. Kama ambavyo nimesema hapo mwanzo kwamba ukiangalia katika jamii sasa hivi, kizazi hiki kikubwa ni cha vijana, si ndio? Tuna lugha tunatumia, tunasema Gen Z, si ndio? Vijana ni wengi. Kwa hiyo kama unaweza kuwa hata na ufadhili hata wewe, mimi siku zote nasema mfadhili anaweza kawa hata mtu mmoja au wawili, ukaleta vijana VETA ukamfadhili akapata ujuzi na baadaye kautumia ujuzi ule katika kujipatia kipato yeye mwenyewe ili aweze kujiajiri na kuwa na maisha haya bila pesa, maisha haya bila kitu cha kula hutaweza. Kwa hiyo tuwasaidie vijana wetu kwa kujitolea. Kwa hiyo kama yupo mtu au ipo taasisi, tunakukaribisha sana, tunaomba tushirikiane pamoja. Ndugu mgeni rasmi, naomba niseme mafanikio pia. Chuo chetu kimepata mafanikio mengi, hapa ni machache tu ambayo nimeweza kuyaorodhesha. Tumefanikiwa kujengewa kisima cha maji kupitia mkurugenzi wa taasisi ya Rehema Foundation. Tunashukuru sana. Tumeendelea kudumisha ushirikiano wa wadau mbalimbali wanaotuzunguka katika mkoa wetu wa Pwani. Hilo nimelisema kwa undani sana. Pia ufaulu wa wanafunzi wetu wa ngazi ya pili na ngazi ya tatu katika mitihani ya CBA umeendelea kuongezeka. Kila wakati tunapofanya mitihani, wanafunzi wetu wanafaulu kwa kiwango cha asilimia zaidi ya 90, na hili linaendelea kukitangaza pia chuo na kuleta sifa ambayo inawafanya vijana wengi kuchagua kusoma chuo cha VETA Pwani. Kwa hiyo na sisi kama VETA Pwani tunajivunia kwa kweli. Wanafunzi wanafanya vizuri. Sio kwenye vitendo tu, hata wakiingia kwenye mitihani yao pia wanafanya vizuri. Tumeendelea kutoa nguvu kazi ya vijana wenye ujuzi, ufundi stadi na weledi wa hali ya juu. Vijana wenye ujuzi ambao ni tegemeo la taifa na maendeleo ya taifa letu. Vijana wengi wanaomaliza chuo cha VETA cha mkoa wa Pwani wameajiriwa na mashirika mbalimbali mkoani Pwani na pia Dar es Salaam. Tunayofanya kwa mfano ya maabara. Hiyo ninasema kwa sababu wanafunzi wetu wa maabara karibu wote wanaomaliza
wanaajiriwa katika kiwanda kimoja cha madawa kiko hapa Kairuki. Najua wengi mnakifahamu, wanafunzi wetu wengi wamepata nafasi hapa. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa sababu tunaendelea kuwa na mahusiano mazuri na viwanda vinavyotuzunguka. Kuna kiwanda cha juisi hapo cha Ufresh, wapo vijana wetu wameajiriwa pia hapa.